Akasema hii ni memo ambayo inaelezea jinsi tutakavyozivamia kijeshi nchi 7 katika miaka 5 ya Kisinja kule. Ndiyo. Sawa nchi ngapi? 7. Katika miaka mingapi? 5. Kuanzia Iraq, alafu Syria, Lebanoni, Libya, Somalia, Sudani na tutahitimisha Irani. Nikasema je, inamaanishwa? Akasema ndiyo bwana. Nikasema sawa, unionyeshe. Na nikamuona mwaka mmoja baadaye nikisema unakumbuka? Akasema bwana, sikuonyesha memo hiyo, sitakuonyesha. Ngado umeelewa simulizi? Nimekuelewa. Kwa hiyo na maana hapo nahama tena mimi ni mhubiri sometime. Huwa tunapata nili. Kwa hiyo bwana simulizi. Tumemsikiza Kissinger na General Wesley Clark. Wote wamekubaliana? Sasa kuna script ishatengenezwa ambayo Kissinger alizungumza. Sasa wanaifuata ile script wale wakubwa. Sasa majenerali wanaagizwa. Sasa hizo nchi 7 ambayo imetajwa na Sudan haijavamiwa. Tayari. Sio kuna civil war. Ndio. Ishagawanywa mara ngapi? Mara 2. Ni powerless. Kwa kuna Umar al-Bashir. Namkumbuka alikuwa very strong. Hayuko leo madarakani. Aya. Somalia haijagawanywa mara 2. Tayari. Kuna Somaliland ambayo Israeli imeitambua. Wako pale ovyo ovyo tu. Tuje Syria haijaangushwa. Nilikuwa nawaambiaga watu Syria inaangushwa. Unajua mimi natoga naandika hizi makala. Hata kitabu changu cha Syria uwasi nataka nikitoa tabule wakati PDF ni watu wasome. Ndio. Nikiandika vitu waga nakuwa na uhakika navyo. Kwa sababu nafanya study na chimba. Sawa? Hata juzi kwa navyoongea ile lecture kwamba Uislamu umetengenezwa kimkakati. Ndio. Watu wakaja jazba, ukabisha kina unakuwa unanijibu kule nani yule sijui anaitwa nani yule Shikisede sijui nani na wengine hao. Lakini kuna siku wataelewa. Wanatumikia kitu ambacho hawakijui kina mkakati wa siri ndani yake. Sasa na vita vikubwa duniani vinamlenga Kristo ili watu wapate kujua. Vita vyote anatafutwa ni Kristo. Ndio maana kusema ile Ufunuo 17 mstari wa 14 sema watapambana na kondoo lakini atawashinda sababu yeye ni bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Na hao walio pamoja naye wanaitwa waaminifu na wa kweli. Kwa hiyo ukiwa na mwana kondoo na tuje kuona hapa juzi kishokuta tu hapa ulimwengu utawageukia wafuasi wa kweli wa Yesu Kristo. Hata Waislamu wataingia katika mpango huo kuwakandamiza hao wafuasi. Sasa tuje katika hiyo nchi ya Jezreel. Tuje sasa kwa nchi ya Iraki iko. Hapana. Iligongwa, si ndio Tuje kuna leo tuko wapi? Maana sasa hivi tuko Iran. Tuko Iran. Sasa maneno leo sema ni uongo. Ni kweli. Kwa hiyo hawa hawaogopi mtu. Ajenda zao wanaziweka bayana kwa kodi. Lakini sababu wanajua watu wengi hawawezi kusoma, mtu mweusi mfichie kitu kwenye kitabu. Na si tu mweusi, sehemu kubwa ya dunia ni wachache ambao wanafanya study. Wengi tuko tayari kuangalia TV kwa muda mrefu, season sijui nini, vichekesho. Na kama sasa hivi ukiingia mtandaoni ni comedy. Uongo kweli? Kweli sana. Watu ni kwenye comedy pale utakuta follower 500,000, milioni 1, milioni 2. Sasa kwenye mambo kama ambayo tunatoa sisi utakuta comment 100, 102, viewer 1000, ikizidi sana 10,000, si ndio? Uongo kweli? Kweli kabisa. Sababu watu wapendi watafumaniwa ghafla na wao wadau wanajua kuipanga mipango, wanajua wengi ni mbumbumbu. Na wametuwekea vitu vya kufanya mbumbumbu. Hizi simu za smartphone hizi tunazitumia, mtu mwenye hekima ataitumia kujenga maisha yake. Watu kujenga maisha yake kiuchumi na kiakili. Lakini wengi watumia hizi simu zina brainwash kuangalia ngono.